Naitwa Mary Kisaka, ni mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa wilaya ya Arusha. Niko hapa leo kwa ajili ya jambo moja tu la kumpokea Miss World Tanzania ambaye anatoka ndani ya wilaya ya Arusha, lakini ndani ya kata ya Osunyai na ndani ya mkoa wetu wa Arusha. Ni hivi karibuni tu walikuwa na mashindano, walikuwa mabinti 20, lakini kati ya hao 20 binti huyu Christina Mbaga aliweza kuwa wa 6 na aliweza kunyakua ushindi huo, na ndio maana leo amepewa tuzo ambayo kwa leo tumempokea kwa mikono miwili na kumpongeza na kufurahi. Lakini pia ametuonyesha moyo Christina na kuatia vijana wenzake moyo kwamba kila jambo lina hatua na wasikate tamaa, lakini kubwa ni kujituma. Tunaona umekabidhiwa kama mama yake, sasa umlee mtoto wako, unazungumziaje hilo? Hakika kwanza mimi nimefurahi kupewa kumlea binti huyu kupitia umisi wake wa Eldi, ni bahati kubwa sana. Lakini na mimi ninasema kwa sababu nimekuwa ni mama, nimekuwa ni bibi, sijakata tamaa. Nimempokea kwa mikono miwili, nitamtia moyo, lakini nitamlea na kumshauri pale panapohitajika. Na hususani kama mmesikia kwenye hotuba yake amesema yeye hajakata tamaa, bado ni mwanasiasa, anaendelea kutafuta fursa nyingine. Hata uchaguzi wa mwaka kesho anataka atie miguu kwa miguu yote miwili kwa ajili ya kugombea, lakini pia kukisaidia Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo niseme kwa kipekee namtia moyo, kwa sababu hata ukiangalia umri wake wa miaka 22 sio wote ambao wameanza na umri mdogo hivi, lakini mtie moyo na niamini kupitia malengo yake ambayo alionayo atafika mbali sana. Nini wito wako kwa vijana mabinti wanaokusikiliza na kutazama? Wito wangu mimi niendelee kuwaomba mabinti walioko wasikate tamaa, lakini wasichague jambo lolote la kufanya, kwa sababu Christina angekuwa anachagua mambo ya kufanya asingefika hapa alikofika. Kwa hiyo na wao waendelee kuwa na moyo kupitia Christina, waone kwamba kila jambo linawezekana, lakini ni washauri wale ambao wanahitaji kupiga hatua kama ya Christina waendelee kumtumia, kwa sababu amekubali kuwasaidia na kuwashauri ili na wao waweze kufika malengo na ndoto ambao wanahitaji. Kwa jina naitwa Christina Mbaga, ni finalist wa Miss World Tanzania 2026. Pia ni mshindi wa Miss World Tourism Hashtag 2026. Nimefurahi siku ya leo kupokelewa nyumbani, na shukuru kwa upendo niliopokea, kwa muda watu waliojitolea, na ninaahidi kama nilivyoahidi kabla ya mashindano kwamba nitaendelea kuipambania jamii yangu. Mara ya mwisho nilitembelea zahanati na nilizungumza na akina mama kuhusu changamoto mbalimbali wanazopitia, na niliahidi kuwasaidia. Siku ya leo nina furaha kuwajulisha kwamba kupitia tuzo ya tourism niliyoipata, nina uwezo wa kufanya kazi na kampuni yoyote ya tourism na kupata grants ya kuweza kuwasupport akina mama. Kwa hiyo kupitia faida nitakayopata kwa kufanya kazi na kampuni za tourism, nitaweza kusupport akina mama kwenye shughuli mbalimbali au matatizo mbalimbali walionieleza. Kwa hiyo bado sijaacha swala la afya, naendelea kupambana nalo, na bado ninakuwa ambassador wa tourism na naahidi kuwa ambassador mzuri wa tourism. Ulisema utarudi kwenye hospitali ambayo tuseme umekulia pale au umezaliwa pale, unazungumziaje hilo? Ndio nimefika jana na siku ya leo nimeamkia hapa. Kwa hiyo kwa kupitia organization tutapanga ratiba ya kurudi pale, na hatutorudi mikono mitupu. Tutarudi na kidogo cha kuanzia kwa support akina mama, na nitakapozidi kuendelea kufanya kazi na kampuni za tourism, basi nitaendelea kuwashika akina mama mkono. Unawaahidi nini wana Arusha kwa ujumla? Kama wana Arusha na mzaliwa wa Arusha, nipende kuambia tu kwanza kwamba hapa ndo kwanza tumeanza. Kwa kupitia hili taji, hili si taji tu, hili ni jukumu la kuitumikia Arusha, kuitumikia Tanzania. So kwa kupitia vipaji vyangu, position niliyoipata, nawaahidi kwamba kuna mengi yanakuja kwa watoto, akina mama, hata wanaume waliosaulika. Kwa majina naitwa Hilda Steven Msamo. Kiukweli napenda kumshukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Tukio hili lilikuwa zito, lakini kwa uwezo wa Mungu likawa jepesi. Vijana na hasa vijana
vijana wengi wamekuwa kujikisa kwenye madawa ya kulevya, kwenye nini. Lakini kijana huyu kuanzia akiwa na miaka 12 alikuwa anapenda kuisemea jamii sana, utakata Usunyai. Yaani ni mtoto ambayo kwanza anaheshimu kila mtu, rika lote. Ndio maana leo hii Mwenyezi Mungu naye kamfanya kapanda juu. Na hata pia siishi hapo. Na mimi ndani ya chama changu cha Mapinduzi naendelea kuwaomba binti huyu waendelee kumsapoti kadri ya uwezo wao, kwa sababu ni msichana ambayo ametokana na zao la Chama cha Mapinduzi. Mimi na furaha sana, pia tunasema ni nuru inaendelea kutawala ndani ya mkoa wetu wa Arusha, hususan ni wilaya ya Arusha mjini. Tunaye waziri wa michezo, sanaa na habari, Christian Paul Makonda. Leo nuru hii ya Makonda imeanza kuonekana kwenye wilaya ya Arusha mjini, hususan kata ya Usunyai. Kata hii ya Usunyai imetutolea binti mwenyeweza kusemea jamii, hususan vijana na watu wenye uhitaji. Leo Christian Paul Makonda pia na yeye ataendelea kumsapoti binti huyu, kwa sababu pia ametokea ndani ya wilaya anapoishi Mheshimiwa Waziri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakina mama oye. Na wababa hoye. Kwa niaba ya wageni waalikwa, napenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa mwaliko huu wa leo. Tumefurahi kucheza mziki na Miss World, Miss Tourism. Tunasema hongera sana na karibu. Dada zako tupo wakati wowote ukihitaji ushauri, ukihitaji chochote, tunakaribisha sana.